Idadi inayoongezeka ya nchi za Afrika zinakubali kuwapokea watu wanaofukuzwa kutoka Marekani. Wanaounga mkono mpango huo wanasema ni suluhisho la kiutendaji. Wakosoaji kwa upande mwingine wanasema ni njia ya Marekani kuhamishia nchi nyingine mzigo na lawama za utekelezaji wa sera zake za uhamiaji. Kwa hiyo ni nini hasa kinachoendelea? Sera hiyo inayojulikana kama kuwafukuza wahamiaji kupitia nchi ya tatu imepanuka kwa kasi tangu mwaka 2025 huku Marekani ikitafuta makubaliano na nchi mbalimbali duniani ili kuzishawishi kuwapokea watu wanaofukuzwa kutoka nchini humo. Kwa hiyo ni nchi zipi za Afrika zinazowapokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani? Kamerun imewapokea takriban watu 36 kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Wengi wao walikuwa wamekingwa dhidi ya kufukuzwa na kurejeshwa katika nchi zao za asili kutokana na hofu ya usalama, ikiwemo uwezekano wa kuteswa na kunyanyaswa. Jamhuri ya Afrika ya Kati iliwapokea watu 18 waliofukuzwa mwaka 2026, wakiwemo raia kutoka Afghanistan, Iran, Iraq na hata Uturuki. Hatua hiyo imekosolewa na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Marekani pia imewatuma wanaume 8 nchini Sudan Kusini na watu wengine 5 nchini Eswatini chini ya makubaliano kama hayo. Maafisa wa Marekani walisema wengi wao walikuwa wamepatikana na hatia ya makosa ya jinai na hawakuweza kurejeshwa katika nchi zao za asili. Na mpango huo unaonekana kuendelea kupanuka. Rwanda imekubali kuwapokea hadi watu 250 waliofukuzwa kutoka Marekani, huku Uganda ikithibitisha kuwa imefikia makubaliano ya muda na Washington. Nchi nyingine zikiwemo Liberia, Ghana, Sierra Leone na Guinea ya Ikweta pia zimetajwa kuwa katika mazungumzo au tayari zimefikia makubaliano na Marekani kuhusu mpango huo. Wanaounga mkono sera hiyo wanasema inasaidia kushughulikia changamoto ya wahamiaji ambao nchi zao za asili zinakataa kuwapokea tena. Wakosoaji hata hivyo wanasema sera hiyo inahamishia jukumu hilo kwa nchi maskini zaidi na kuzua wasiwasi mkubwa kuhusu haki za binadamu, usalama na namna wahamiaji hao watakavyoshughulikiwa baada ya kuwasili katika nchi hizo.